Leo tumefurahika sana sana, tumefarijika sana sana katika msikiti wetu kwa ujumbe ambao kwamba uliotumwa kuja hapa kueleza kuhusu masuala hizi sheria. Kwa kweli wengi tulikuwa tunaishi katika mazingira ambayo kwamba tulikata tamaa kwa kuona kwamba mtu kama ndio ameshadhulumika kadhulumika, kama ndio mtu labda anaona haki ile ya kwake lakini ameshindwa njia ya kuipata, ameshindwa basi ndio amefeli. Lakini kumbe bado mama yetu anasema hapana, kama mwanachuoni mmoja alivyotuambia kwamba al-ummu madrasa in a'tataha a'tata shiban tayyib al-araq. Mama ni darasa, ukiwa umemwandaa vizuri umeandaa family au umeandaa taifa liliokuwa lenye mizizi iliyokita. Na mama yetu kwa kweli ni kipenzi chetu, ni kweli ni mama. Huruma aliyokuwa nao kwa kuona kwamba raia wake watakuwa pengine kuna mitihani midogo midogo inawapata au wanadhulumika, akaamua kutuletea hawa watu. Kwa kweli tumefarijika na tumefaidika sana. Wengi wetu tunaishi katika mazingira ya kawaida, lakini elimu iliyotolewa leo, na tunaomba elimu hii iendelee, iwafikie na wengine na kila wakati inatufikia elimu hii ili tuweze kuona haki zetu ziko wapi, kwa sababu watu wana haki zao lakini washindwa kuzipata. Lakini kwa elimu hii iliyotolewa kuanzia leo, nina imani hakuna mtu atakayeweza kulalamika kwamba amedhulumiwa haki yake, wakati njia ziko wazi. Tumeshawekewa njia wazi kabisa ya kuweza kuzipata haki zetu. Leo hii ndani ya kata Watu wa Ngoma tumepata neema ya kutembelewa na jopo hilo, na limekuja kutoa elimu ya darasa hiyo kuhusu masuala ya sheria na masuala mengine mbalimbali. Watu wengi tulikopo huku mtaani hatuijui sheria, hatujui wapi pa kuanzia, lakini hili jopo lilofika ndani ya kata Watu wa Ngoma leo kuja kutoa elimu hii, watu wamefarijika na wamepata nafasi pekee ya kusema kwamba kumbe sasa tunatakiwa tufike sehemu fulani kwa ajili ya kupata misaada ya kisheria. Kwa hiyo umuhimu wake ni mkubwa, na naamini kabisa kuanzia sasa kila mtu atakuwa ameipata elimu hiyo na ataweza kufuatilia haki zake za msingi kwa wale wenye kupoteza haki zao, lakini pia watajua njia za kufuata penye kuhitajika kufanya hivyo. Kwa kweli jambo hili la kuzunguka nchi nzima kwa mikoa yote 30 kwa ajili ya kutoa elimu watu wapate misaada ya kisheria katika masuala mbalimbali ni sehemu ambayo ni muhimu sana, na sehemu ambayo kwa namna moja au nyingine ametoa kiu ya Watanzania walio wengi ambao walikuwa hawajui wapi pa kuelekea. Kwa upongezi kwake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ni mwanamama pekee wa kwanza katika nchi hii, ana uchungu na uchungu wa mwana kweli aujuae mzazi, na hasa mwanamke wanasema. Tumeweza kufundisha mambo kadha wa kadha hapa msikitini, yakiwemo ya mirathi, rita, vizazi na vifo, pamoja na kuwaonyesha kuwa wakiwa na changamoto ya masuala ya ardhi, jinai, madai, mirathi, ukatili wa kijinsia wanatakiwa waanzie wapi. Na tumewaambia kuhusu dhumuni la kampeni, na tumewaonyesha kazi ambazo kampeni inafanya kutokana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na wameelewa. Lakini masuala ya mirathi kama ambavyo watu wanajua yana mikanganyiko mingi, lakini sheria zetu ziko wazi. Na kwa bahati nzuri dini ya Kiislamu yenyewe imeweka utaratibu mzuri sana kwenye masuala ya ugawaji, kwa sababu wao imewekwa kabisa kuwa moja ya mbili atapata nani, moja ya tatu atapata nani. Kwa hiyo hawana tatizo lolote, lakini tatizo likitokea huwa tunasisitiza kuwa ni lazima mtu awe na cheti cha kifo, lakini pia awe na muhtasari wa familia na wosia kama upo vile vile, alafu ndo utaweza sasa kufungua shauri lako la mirathi kwenye mahakama yetu ya mwanzo. Umuhimu ni mkubwa wa watu wote bila kujali dini, kwa sababu serikali haina dini ila watu wake wana dini. Kwa kuna wengine hawana dini kabisa, na wao utaratibu wao wa kisheria huwa uko wazi. Unaandika muhtasari, unakuwa na cheti cha kifo, mnaenda mahakama itaamua, na kama ukoo umegoma kuweka msimamizi wa mirathi, mahakama itateua msimamizi ambaye hayuko kwenye familia hiyo. Na mahakama wakati wa kuteua, na wakati mahakama inateua msimamizi wa mirathi, itateua hata mtendaji. Inaweza kateua hata mtendaji wa kata au mtendaji wa mtaa akasimamia kama watu wana migogoro sana na hawana utaratibu wa kufuata. Na mgawanyo utafanyika vizuri kwa kufuata sheria. Kwa hiyo tunawaasa wananchi ambao pia wana dini na ambao hawana dini, kwa sababu huwezi ukawalazimisha, serikali haina dini. Tatizo wasisubiri tatizo litokee. Huwa ni vizuri mtu akaandika wosia. Wosia huwa ni mzuri. Ukiandika wosia unaonyesha kuwa hii itakuwa hivi, hii itakuwa hivi. Unapotoka manake mgawanyo hauleti shida.
mgawanyo hauleti shida yoyote. Kwa hiyo tunawasihi watu waandike wosia, na huo wosia unaandikwa kwa wakili, unaweza ukatunzwa kwenye nyumba ya ibada, shehe anajua, imamu anafahamu vizuri, unatunza kwake, ndo sehemu salama. Na unaweza ukatunza pia RITA, mamlaka ya vizazi na vifo. Kwa hiyo unaweza ukatunza pale, changamoto ikitokea au sisi sheria imewaamini na nchi imewaamini, wanaweza kusimamia hilo jambo na likafika mwisho bila shida yoyote.